Idi Mubaraka mtazamaji hapo unapopatikana kwa sasa. Tunaamini umuheri wa afya hapo ambapo unaendelea kutufuatilia kwa wakati huu mtazamaji wetu. Na kama wewe ni mdhaifu kutokana na maradhi, basi Mwenyezi Mungu akupe afya njema kwa wepesi. Na kusihi mara tena kusubscribe kwenye channel yetu ya BG Online TV ili kuwa napata habari na matukio kwa muda unaofaa. Nikuambie kwamba Jumatatu hii ya tarehe 31 March 2025 tunakuletea tukio la boti kuripuka moto ndani ya mji wa Baraka kwenye bandari ya Mshimbake. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma kama mtangazaji wako kwa siku ya leo. Boti itwayo Mariam namba 3 iliyokuwa natokea nchini Tanzania imeripuka moto asubuhi mapema. Ilikuwa mida ya saa 2 asubuhi ya Ijumatatu ya tarehe 31 mwezi huu wa 3 mwaka wa 2025 majira ya Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kusini, ndipo boti iliyokuwa bandarini Mshimbake iliripuka moto ambao haukujulikana chanzo chake hadi sasa. Boti hiyo itwayo Mariam ya kimwananchi wa nchi jirani ya Tanzania aitwaye Mwinyamwiru Asumani ilifika pa Baraka Ijumaa mosi ya tarehe 29 Machi 2025 muda wa saa 12 za jioni. Ilipofika muda huo kulikuwa kuna jinsi ya kupakua mizigo wa ndani ya boti kutokana na masaa ya kufunga kazi yalikuwa yamekwisha kufika tayari. Na siku ya Ijumaa pili kuna kazi inayofanyika bandarini, labda kwa dharura au wenye boti waombe kwa vitengo vya bandarini wapakue mizigo yao. Kulingana na kitengo usikacho na mambo ya usafiri ndani ya maji maritime, wamesema boti hiyo ilikuwa na uwezo wa kubeba tani 32. Ndani ya boti hiyo mlikuwa bidhaa ya kibiashara kama vile mchele tani 1, unga mahindi saki 42, chumvi saki 20, juice boxi 50, mayai tani 2 na mambo mengine tofauti. Hivyo ndivyo vitu vilivyopokelewa kutokana na karatasi au manifest ambayo inakuwa ikionyesha mizigo iliyomo ndani ya boti, na mizigo yote ilifika kwenye tani 16. Mtazamaji, na kukumbusha kwamba hii ni BG Online TV inayokutangazia tukio hili la boti kuripuka moto toka moja kwa moja mjini Baraka. Kulingana naye Paulo Samson, mfanyakazi wa boti hilo la Mariam lililoripuka na ambaye alipatwa na majeraha ya kuungua kwenye mikono na kwenye eneo la sikio, ameambia BG Online TV kwamba upande wake akufahamu chanzo cha moto aswa pale alipokuwa ndani ya boti kwa chini akitaka kuanzisha harakati za kusengua maji. Kusengua maji, wale ambao waliwahi kuishi maeneo ya baharini au wazoefu wa maji tayari wametuelewa. Paul amesema kwamba walikuja tangu siku ya Ijumaa mosi toka Tanzania na walikuwa na maabiria juu ya mizigo yao. Abiria hao ndio inasemekana kwamba huenda wanachangia kwa 45% kwa mripuko, mahana ndani ya boti mlikuwa mafuta aina ya essence ndani ya madumu. Sasa kupitia kilo ya maabiria juu ya mizigo hiyo ya mafuta, dumu hizo za mafuta zilianza kuvuja sana. Paul Samson amesema alipokuwa kwenye harakati za kusengua maji, kwanza alianza kuona essence nyingi maji ya ndani ya boti, na alipokuwa kwenye harakati ya kutaka kuwasha generator ya kusengua maji alishtuka na kusikia kitu kama vile mgurumo. Alipokuwa hapo ndipo baadhi ya watu walianza kumwambia kwamba kimbia ndani ya maji, ikiwa ni wenzake ambao walikuwa nao kwenye boti hilo. Alipotoka kwa juu kwenye boti hilo ndipo alikuja kujigundua kwamba tayari amekuwa na majeraha kwenye mwili wake ya kuungua. Ila acha nikuachie umsikie kwa mengi zaidi Bwana Paul Samson
ambaye ni mfanyakazi wa boti hilo liitwalo Mariam namba 3 anaonesha namna hali ilivyotokea. Pale kwenye boti tumekuja na mzigo wa mafuta na mayai. Kuna unga na mchele. Unga na mchele viko mbele, mayai yako katikati, mafuta yako nyuma kule. Sasa tulivyokuja kuna watu tulikuja nao walikuwa wamekaa juu yale mafuta. Yale mafuta na yakawa kama mezidiwa uzito, yakawa navujisha mafuta. Nikienda kule mbele kuwasha pampu, nikitoa maji mmote kwenye miguu, kwenye mikono, narudi nimeng'aa mafuta petroli kutoka na jinsi anavuja na kuja kule mbele. Na ukiangalia maji unaona mafuta. Asa leo asubuhi kutokana na muda mrefu tulikuwa tujashangua naenda nimewasha pampu. Kwanza nilienda kule chini nikataka kuwasha, maana sisi ile pampu ni kamba ya kuvuta. Unazungusha mwenyewe kwa mkono unavuta. Sasa ile nimewasha fika kule chini nazungusha, kwanza nikashindwa awamu ya kwanza kutokana na hali iliyoko kule. Machozi yanatoka nasikia kwenye mapua, nikarudi juu nikamwambia yule aliyekuwa pale juu, "Eba ni huku chini. Kuna yani petroli na harufu sana. Na harufu sana. Ngoja niende haraka niwashe itoe na maji yalikuwa yashakuwa mengi." Yani nimewasha nikawa natengeneza ile bomba la maji ili kivuta maji atoke vizuri afu nitoke kule. Na washa kitu kama sekunde 15. Nasikia vuu. Afu mimi niko kule niko ndani ya turubali imefunikwa. Mimi niko ndani kule chini. Nikawa nimeziwia. Naziwia pale ndo mchele na wenyewe ukawa umeungua kidogo, ile sandarusi zikawa zinaangusha mchele. Ndio kilichosaidia mimi kwanza nimeungua tu kwenye mikono. Na mimi nikapitia ile njia kwenye mchele ulivyokuwa na mwaika, ndo nikaruka maji. Naruka maji nakuta wenzangu wote wako maji na boti inawaka moto. Maana sijui hata mlipuko umetokana ni lakini mimi kule nimemaliza kuwasha pampu natengeneza ili itoe maji. Na shangaa inafika inalipuka. Sikia kitu kama radi tu pum. Ni dumu ngapi mlizokuwa nazo za mafuta? Dumu zilikuwa nyingi za mafuta. Na jana ile tulijaribu kupangwa tukawa tunanyoosha walau zirudi kwenye uzima wake kwa sababu zilikuwa zimekaliwa na watu uzito ule. Zikawa zimebonyea. Sasa tulikuwa tunazitoa, tunafungua vizibo, tunajaza upepo, tunafunga tena tunarudisha. Lakini inasemekana kwamba kipindi ambacho unakuwa mnawasha ile generator kwa ajili ya kuweza kutoa maji, ile buji iliweza kuchomoka na ambayo ilisababisha madhara. Hii ni kweli? Kwanza sisi ile buji yetu ina kitu kama kakifuniko, yani yenyewe unachomeka kananata yani kachuma hivi kama kana loki ndani yenyewe na visho unachomeka hivi kananata, tofauti na zile za kufunga hivi. Ile haitoki hadi uitoe wewe peke yako, na wewe binafsi unakuja fahamu kabisa nini ambacho sababisha moto. Ile moto kwa mle kipindi ambacho uenda ni unaenda moto kwenye maji, moto kuweza kuona hata mle. Kwa sababu mimi nilifika nasikia watu wanasema kule ni radi. Sababu mimi nilivyokuwa kule ndani sijui kinachoendelea huko juu. Hata siku ya kwanza tulivyokuwa kule tunakuja tukutana na hali mbaya. Mimi niko kule chini nawasha pump. Hali nimeacha ni nzuri lakini narudi juu nakuta hali ni mbaya. Ndio kama leo. Kabla ya mlipuko ambao ulisikia, ulisikia na kitu fulani kama vile radi licha ya kuwa kulikuwa na hali ya mvua. Ndio. Na mimi kule chini yani nilikuwa natengeneza tu mpira ule ukikae vizuri ili utoe maji mimi nitoke. Sasa kabla ya kutoka mimi nikashika moto. Yani hivi nifika tunaruka maji kutoka kule chini. Lakini kuna wengine ambao wanasema kwamba eti mlikuwa mnapikia kule eneo ambalo lilikuwa karibu sana na zile dumu. Dumu ziko nyuma kabisa kule kwenye mashine. Afu katikati kuna nafasi kubwa. Kama hichi chumba kizima hiki. Ni mayai matupu. Afu mbele ambapo ni kula anaposemea hicho kitu ndo kuna unga mchele hadi kichwani yupo mwingine pale. Kule ndo tulipika tukazima na moto tukamwaga sababu tunaijua sio wenyewe hali yetu. Yani kilichotokea tu pale mimi sijui moto umesababishwa na nini. Ndio napata akili napanda pale fika na ruka maji. Kuna boti tena ilikuwa juu yetu pale. Ndio ngani nimeshika kamba kwa amepandisha juu kama muondoka tukao tunaambiwa watoke pale. Licha ya udhibitisho huo uliotolewa naye Bwana Paul Samson ambaye ni mfanyakazi wa kwenye boti hilo, baadhi ya taarifa zilitaja kwamba wao kama vile wafanyakazi wa kwenye boti inawezekana katika harakati ya kutaka kuandaa chakula na ambayo ilipelekea moto huyo kusababisha essence hiyo kuweza kuripuka na kusababisha madhara hayo.
Mtazamaji, pindi moto unawaka, watu wenye moyo mwema hasa wavuvi walianza kuzima moto kwa kutumia maji. Kupitia jitihada zao kwa upande wa kwenye chongo ya boti hilo, moto ulizimika na kuanza kutoa vitu kadhaa. Vitu hivyo kama vile mayai, unga, mchele na vitu vingine tofauti. Na miongoni mwa vitu hivyo kuna vile ambavyo vilikuwa tayari vimekwisha kuharibika kutokana na maji, na vingine hata kutokana na moto ambao ulikuwa unawaka kwenye boti hilo. Moto huyo kwa kasi kubwa ambayo ulikuwa nao ulianza kupelekea boti hilo vile pia kuanza kuwaka kama kuni, na ambayo ilipelekea vipande fulani kuanza kuanguka ndani ya maji. Kwa kweli upande wa boti hakuna kilichopona, kama vile mashini zote mbili zimeteketea kutokana na moto huyo. Mtazamaji, sijui upande wako wewe, kama wewe mtazamaji wetu, unafikiri kwamba ni nini ambayo inaweza kuwa ni suluhu kwa kuepukana na majanga kama hayo? Kwanza, kwa upande wa wafanyakazi wa bandarini, kama vile ofisi tofauti za kiserikali, kwa zile boti ambazo zinakuja siku ya Jumapili, wanadhani kwamba hatua gani ambazo zinatakiwa kuweza kuchukuliwa? Vivyo hivyo kwa upande wa wamiliki wa maboti, hatua gani ichukuliwe kwa kuepusha hali kama hii? Huenda labda kama vile kwa upande wa kuchanga bidhaa ambazo zitakiwi kuchangwa, kama vile mafuta aina essence na vyakula tofauti kama vile mchele, mayai, unga na biashara zingine. Mtazamaji, kupitia hapo hatuna la ziada. Tunathamini kwa kuendelea kufuatilia chaneli yetu ya BG Online TV. Usikose kusambazia wengine na kusubscribe. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, nikitokea moja kwa moja ndani ya Mji wa Baraka.